Karibu tena wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News TV, mahala ambapo unapata taarifa ambazo zinazidi kutendeka papa hapa. Tunazungumza ukweli, hatupewi pressure, hatukaziwi kwamba usichapishe taarifa hii. Sisi tunajisimamia. Kwa hivyo kila ambacho ninakuomba ni uweze kupiga subscription, like video, washa kengele ili uweze kujiandikisha kama mwanafamilia wa hichi kituo. Sasa mtazamaji wangu, baada ya makamu wa rais wa taifa letu la Tanzania Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi kulazimishwa kujiuzulu kutoka madarakani, tunaelezwa kwamba simu zake amenyang'anywa. Vile vile amezuiliwa na usalama wa taifa asije akawasiliana na yeyote. Taarifa hizi mtazamaji wangu zinatoka saa chache tu baada ya Samia Suluhu Hassan kumteua Ndejembi kuwa mrithi wake Daktari Nchimbi kama makamu wa rais. Bwana Ndejembi John, kwa wale ambao hamjui, ni waziri wa nishati, na Samia ameweza kumpendekeza achukue nafasi yake Balozi Nchimbi ambaye ameshurutishwa kujiuzuru kutoka madarakani. Ninaambiwa hivi, Bashite Simai vile vile wanamchekelea na kufurahi kwamba Nchimbi alishurutishwa akaondoka madarakani. Kando na Bashite pamoja na Simai kukuwa na furaha, kufurahia mithili ya kibogoi ambaye ameweza kuota meno, wanafurahi tena kwamba Nchimbi kavuliwa wanachama wa chama cha CCM, eti kwamba sasa hawezi akaja kagombea kama rais wa taifa kupitia kwa chama cha CCM mwaka 2030. Lakini kile ambacho kimeweza kunishtua sasa, sio eti Nchimbi kashurutishwa akajiuzulu, na sio eti Nchimbi kavuliwa wanachama wa chama cha CCM. Kile ambacho kimeweza kunishtua ni kutokana na namna ambavyo usalama wa taifa, ukipenda TIS, inasemekana kwamba wamemnyang'anya Nchimbi simu zake na wamemweka chini ya ulinzi asije akazungumza na mtu yeyote. Najua kipindi ambapo wamekunyang'anya simu, kufanya usije ukaongea na mtu yeyote, ni ishara kwamba wamekuweka kwa kitu ambacho kinaitwa incommunicado. Incommunicado kwa lugha ya Kimombo. Kwa lugha ya Kiswahili sanifu, wamekuweka chini ya ulinzi. Hakuna mtu ambaye anaweza akakupigia simu, hakuna mtu ambaye mnaweza mkazungumza na yeye. Hilo ndilo linaitwa incommunicado, yaani umewekwa chini ya masharti. Na ninaelezwa hivi bwana Ezra, sababu kubwa ambayo imefanya Samia na CCM na hii serikali kumweka Nchimbi chini ya ulinzi na kumnyang'anya simu, wanaogopa kwamba Nchimbi anaweza akatundika
taarifa nyingi kupitia kwenye mitandao yake, kilichosababisha mpaka amejitenga na utawala huu wa Samia. Kwa hivyo ninaelezwa mitandao ya Nchimbi sasa hivi haipo kwenye mikono yake Nchimbi. Simu kama hii ya Ezra haipo kwenye mikono yake Nchimbi. Simu, mitandao, vyote viko chini ya ulinzi wa TIS. Sasa hata kana kwamba ni kumfukuza Nchimbi bwana kutoka kazini, haimaanishi sasa ni lazima muweze kumnyamazisha asije akazungumza chochote. Ni kitu gani hichi ambacho serikali ya Samia inaogopa kwamba Nchimbi akizungumza ataanika siri zote? Na unajua wacha nikueleze hivi, mtazamaji wangu mwenye unanitazama, kitendo ambacho utawala huu wa Samia wameweza kumfanyia Nchimbi wa kumshurutisha akajiondoa madarakani kama makamu wa rais miezi 10 peke yake tangia walipoapishwa, na namna ambavyo wameweza kumvua wanachama Nchimbi, na namna ambavyo wamemnyang'anya simu na wamemweka chini ya ulinzi, hii inaeleza wazi kwamba hata wale ambao ni machawa wa hii serikali ya Samia, atakana kwamba wewe ni chawa wa serikali hii ya CCM, hamuna yeyote aliye salama chini ya utawala huu wa Samia, hamna. Na Watanganyika, naomba tuweze kufungua macho. Itakuwaje yule Mtanganyika mwenzetu mwenye amefungua akili, ameweza kutanua akili zake, ndiye ananyamazishwa? Umewahi jiuliza ni kwa nini Kassim Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu alilazimishwa kustaafu kutoka kwa siasa? Kwa sababu huwezi ukaniambia eti kwamba alikuwa amehudumu kama waziri mkuu alafu asije akagombea tena kiti cha ubunge au asije akagombea tena kiti cha urais hapo baadaye. Lakini unaona alilazimishwa kustaafu kutoka kwa siasa. Hiyo haikutosha. Philip Mpango, unataka kuniambia kwamba miaka yake ya kustaafu ilikuwa imewadia? Hapana, ni kulazimishwa. Ni kana kwamba pale ndani CCM ndio inaamua ni nani ambaye atakayegombea kiti na ni nani ambaye anapaswa kustaafu. Angalia kwenye barua ambayo Nchimbi aliweza kuitundika kwenye mitandao, ambayo tunaambiwa kwamba ni TIS, usalama wa taifa uko nao, mtazamaji wangu. Ule mtandao ambao Nchimbi aliweza kutundika ule ujumbe, mtandao ule, mtazamaji wangu, uliweza kutumika mara ya mwisho ni miaka 3 ambayo iliweza kupita. Lakini unaona waliweza kumlazimisha akastaafu kutoka kwa siasa, na kwenye ile barua ambayo walijifanya kwamba Nchimbi ndiye aliweza kuiandika, kumbe ilikuwa imeandikwa na utawala huu wa Samia. Nchimbi alisema kwamba amestaafu kutoka kwa siasa na atakuwa raia mwema. Lakini sasa kando na kusema kwamba atakuwa raia mwema, ameweza kustaafu, ni kwa nini waweze kumpokonya simu yake, wamweke chini ya ulinzi? Ni kwa sababu wamepanic kwamba Nchimbi anaweza akatumia wakati huu kumwaga mtama, kueleza kilichosababisha wakakosana na Samia. Nataka nikupe mfano mzuri. Angalia kwenye nchi jirani hapa, nchi jirani yetu hapa hivi, Kenya. Rais wa sasa wa Kenya Bwana Ruto walikosana na makamu wake, kipenda naibu wake wa rais Gachagua, kipindi cha mwaka 2024. Gachagua alipofika hapa nje amekuwa akimwaga siri za serikali, jinsi ambavyo walikuwa nafanya uovu na ule uovu ambao serikali inafanya. Sasa ninaelezwa kwamba Nchimbi amewekwa chini ya shinikizo. Wanaogopa kwamba sasa hivi Nchimbi ndiye anaangaliwa ulimwengu mzima, kwa sababu haijawahi tokea makamu wa rais kujiuzuru. Sasa hivi hata
mataifa ya nchi za kigeni wanaangalia Nchimbi atasema nini kipindi ambapo ameweza kujiuzuru. Wamempokonya simu, wamempokonya mitandao kwa sababu wamepanic. Nchimbi anaweza katundika taarifa ambazo ni za muhimu. Sasa tutaendelea kufuatilia, mtazamaji wangu, ili tuhakikishe kwamba unazipata taarifa. Kumbuka kwamba Ndejembi ama Ndejembi, kuniradhi, Ndejembi John mwenye aliweza kupendekezwa na Samia kwamba awe makamu wake wa rais. Sasa utaratibu ni kwamba jina lake litapelekwa bungeni, lipigwe msasa. Iwapo sasa kura zitapigwa na aweze kupitishwa kura ama aweze kupitishwa kwa kura nyingi, basi taratibu za kikatiba kama vile kuapishwa zitafuata. Msije mkafikiri kwamba Ndejembi sasa ndiye mtu mzuri. Ndejembi ni mtu wa karibu, ni rafiki wa karibu sana na mtoto wa Samia ambaye ni Abduli. Unaelewa Abduli mambo ambayo anayafanya. Mengi nitawaelezea, endelea kupiga subscription. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Usikose kupiga subscription, usikose kusambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Asanteni sana.